Mimi na Zanzibar. Zanzibar na mimi. Siti wazalendo. Shusha tanga. Safari. Wamewasikia bwana. Ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu, ndugu naibu katibu mkuu wa chama chetu upande wa Zanzibar, ndugu mwenyekiti wa mkoa wa kichama wa Chake Chake, ndugu wajumbe wa kamati kuu, ndugu wajumbe wa halmashauri kuu, ndugu viongozi wa ngome, makatibu, manaibu katibu na watendaji wengine wa secretariat ya chama chetu, ndugu wabunge na wawakilishi, ndugu viongozi mbalimbali mliopo, ndugu wanachama wenzangu, mabibi na mabwana, nyote kwa pamoja, asalamu alaykum. Kwanza niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kwa kutukutanisha Ditia. Waulizeni wazee historia ya Ditia, watawaambia historia yake katika mapambano na harakati za nchi yetu. La pili, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi wetu wa chama kwa maandalizi ya mkutano huu kwa namna ya kipekee kabisa. Naomba niwashukuru nyote kwa mahudhurio yenu. Siku zote huwa ninasema wenzetu wao juhudi yao kubwa imekuwa ni kuhakikisha kwamba wanamkatisha tamaa mwananchi wa Zanzibar kudai haki yake, kudai maendeleo katika nchi yake. Maana waliofanya 2015 ni ya kukatisha tamaa, ama sivyo? Ya 2020 walijua ndio wameshaua kila kitu, lakini kumbe walikwenda kukata mlimao. Ukikata tawi moja yatakuja 21. Sasa haya ndio ambayo yanawalaza na homa. Maana huu mji wa Chake Chake una watu wanaojitambua, lakini ndio mji unaongoza kwa madalali wa ufisadi. Na nyewe wenyewe mnawajua. Unaongoza, biashara yao ni hiyo. Wanakwenda wakiwadanganya wakubwa zao kwamba Chake Chake tumeiweza. Sasa mkijitokeza kama hivi, wanalala na kata mkononi, usahau hata kwenda kujitia maji. Ndugu zangu, leo tupo Chake Chake. Chake Chake ina historia yake. Historia yake ni ya kujitambua. Sijui kama wenyewe mnajua, lakini moja katika sifa ya Chake Chake katika ngazi ya kidunia, mwezi Januari mwaka 61 iliweka rekodi ya kidunia. Kuna rekodi za kidunia zinaitwa Guinness Book of World Record. Yaani humo huwekwa kumbukumbu ya jambo kubwa ambalo halijatokea pengine popote duniani. Sasa na Chake Chake imo katika kumbukumbu hizo ya kufanya jambo ambalo halijawahi kutokea duniani na mpaka leo halijawahi kutokea duniani. Nalo kwamba katika historia ya dunia tokea chaguzi zianze, Chake Chake ndiyo pahala peke yake mpaka sasa ambapo mbunge alishinda
kumshinda mwenzake kwa kura moja. Ushindani ulivyokuwa mkubwa, akashinda kwa kura moja. Na wananchi waliojitokeza kwenda kupiga kura, kati ya walioandikisha na walio kwenda kupiga kura ni 94%. Haijawahi pia kutokea duniani. Watajiandikisha watu 100%, nchi nyingi watakwenda 50%, 60%, 70%, 80%. Sasa hiyo ndiyo Chake Chake. Ulizeni wazee wapo wanaojua. Wakati Khamis Masudi alipomshinda Balawi katika uchaguzi wa Januari 61 kwa kura moja. Na huu ni uchaguzi ambao watu hawakupigwa wala hawakuingiliwa majumbani wakaibiwa. Na ulikuwa wakati wa kikoloni. Sasa nimetangulia kulisema hili kwa sababu nataka leo Chake mnisaidie kuelimisha. Mnisaidie kuelimisha kwa sababu nyie ndio mko kwenye kitovu. Nyinyi ndio walimu mloweka kumbukumbu, mloweka rekodi ya dunia. Kama wenyewe mlikuwa mmesahau, mimi nimewakumbusha. Nalotaka mtusaidie kuelimisha. Mtaisaidia sana ikiwa kazi hiyo, mtaisaidia sana nchi yetu, mtaisaidia sana nchi yenu ya Zanzibar kama mtawaelimisha na wengine, hasa hao wa Chama cha Mapinduzi. Wenzetu CCM wao wameanza mradi au wanaendeleza mradi wa kuuza kasumba. Mradi wa kuuza kasumba. Katika sharia za nchi kuuza kasumba ni kosa la jinai. Lakini ile kasumba ya kula, kama ni dawa ya kulevya au chochote kile, lakini hicho wanachokiuza wao ni kasumba mbaya zaidi kuliko hiyo dawa ya kulevya. Maana imewafanya watu wengine wamekuwa mazezeta, inabidi na wao tuwajengee labda soba. Leo wanatuambia, wanatuimbia kwamba wameleta maendeleo. Hamwasikii? Ndio wanaotuambia, si ndio? Na kuna watu wanaamini. Lakini mimi niwaulize jambo moja tu, kwamba huyu Chake Chake si ndio mji mkubwa Pemba? Niambieni, umeanza wapi, umeishia wapi? Ukamchukua mtu huko, ukaja ukamleta Ditia, ukamwambia ndio niko kwenye mji mkuu wa Pemba, atasema huyu mwenzangu vipi, mgonjwa, hajaamka au vipi? Jamani, wengi bahati nzuri mmetembea kwenye miji inayoitwa miji. Lakini niwaulize, mji wa Chake Chake umeanza wapi, umeishia wapi? Mji wa Chake Chake uko wapi? Una sifa ya kuitwa mji? Mji wowote duniani unakuwa na alama yake, yani landmark. Mji wowote ule, alama ya mji wa Chake Chake nini? Sasa wenzetu wanasema wameleta maendeleo, lakini mimi nauliza hili dogo tu, hili wameweza kulifanya? Sasa tunachosema kwamba wanauza kasumba na wengine wanaweza na wao wanapita wanataka kuja kutuuzia kasumba hizi. Sasa hizi mimi ndo nataka niwaambie kwamba jamani, maendeleo hayawezi kuletwa na Chama cha Mapinduzi. Kama mmeyaona pahala, mimi niambie. Lakini leo Chake Chake ulitegemea kwamba uende mbele, maana mji huu umeanza zamani, si ndio?
hao Waingereza walipokuja wakatawala, waliheshimu Chake Chake, waliheshimu Pemba, wakasema si ruhusa Pemba kuwa na baa. Naambieni watu wa Chake Chake leo. Naam, macho mane sasa imekuwa macho 12, au vipi? Hayo ndiyo maendeleo? Naam, hayo ndiyo maendeleo? Niwaulize sasa, tukiambiwa maendeleo, niambieni nyinyi, labda nyie mnayaona yepi? Sasa sisi tunachowaambia ndugu zangu, na tunachoomba hichi, mtusaidie kuelimisha. Huwezi kuendelea kwa sababu msingi wake wa kuendelea huna. Msingi wa nchi yoyote kuendelea, hao aliwataja hapa Mheshimiwa Jussa hapa, kataja Seychelles, ni kweli ni kisiwa kidogo, leo wanatupita mara 10. Kataja Mauritius, ni kisiwa kidogo, leo wanatupita mara nyingi. Nilikuwa naambia kuna kijisiwa chengine kidogo kinaitwa Maldives,